ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo sitakuwa na mengi ya kuzungumza, kama alivyotangulia kusema tutakwenda kuangalia Biblia ni nini. Maana wengi tunasikia kwamba Biblia, hatujui kwamba Biblia ni nini. Kwa hiyo tunakwenda kuangalia Biblia ni nini, na iliandikwa katika lugha ngapi. Tutakwenda kuangalia na tutaangalia mgawanyiko wa Biblia na vitabu mbalimbali. Kwa hiyo naomba uweze kwenda pamoja nami. Kwa hiyo tunaanza kabisa, kama andika kwanza Biblia ni nini? Biblia ni nini? Ukimaliza hapo, jibu lake ni kwamba Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu. Jamani, Bwana sifiwe. Kwa hiyo Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu. Neno Biblia linatokana na lugha ya Kigiriki. Kwa hiyo maana yake ni vitabu au mkusanyiko wa vitabu vitakatifu vya Mungu. Kwa hiyo Biblia ilikusanywa pamoja katika lugha ya Kigiriki. Wakati huo lugha ya Kigiriki ndiyo iliyokuwa inatawala dunia kwa wakati huo, au ulimwengu. Ndiyo lugha iliyokuwa inatumika hasa hata kuhubiri Injili. Hata wale waliohubiri Injili nyakati zile baada ya Yesu kutoka duniani walitumia lugha ya Kigiriki. Tunakwenda kuangalia jambo lingine. Biblia ya kwanza kabisa ambayo ni Agano la Kale. Maana hapa Biblia ya kwanza kuna makundi mawili makubwa, lakini ukija kwenye Agano la Kale bado kuna mgawanyiko katika makundi mbalimbali kulingana na mada. Kwa hiyo kuna mgawanyiko. Kwa hiyo Biblia, tunaanza na Biblia Agano la Kale. Biblia ya Agano la Kale ni Biblia ambayo iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania. Hii Biblia ya Agano la Kale, na Kiebrania ilikuwa ni lugha ya Wayahudi, ambayo ndiyo lugha ya uumbaji ambayo ilitumika pale Mwanzo 1:1, ambayo kwa Kiebrania wanamuita Elohim, aliyeumba mbingu na nchi, kwamba ni Elohim. Sisi tunamuita Mungu. Elohim ni kwa lugha ya Kiebrania, ambao hata walimuita jina jingine Yehova kwa lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo Biblia ya kwanza kabisa iliandikwa katika lugha ya Kiebrania, ambayo Biblia tena katika sehemu ndogo Biblia iliandikwa kwa lugha ya Kiaramu, ambayo ni vitabu vichache kama Ezra na Danieli pamoja na Yeremia. Kuna sura ambazo ziliandikwa kwa lugha ya Kiaramu. Hata Bwana Yesu alizungumza Kiaramu. Kwa hiyo wakajikuta maneno machache waliandika kwa lugha ya Kiaramu, na kwa wakati mwingine lugha ya Kiaramu ikawa inatumika sana, lakini Waebrania waliendelea kutumia lugha ya Kiebrania kama lugha ya kufundishia. Kwa hiyo wakajikuta maneno machache waliandika kwa lugha ya Kiaramu, na kwa wakati mwingine lugha ya Kiaramu ikawa inatumika sana, lakini Waebrania waliendelea kutumia lugha ya Kiebrania kama lugha ya kufundishia, lugha ya kukuta. Yani wakiwa kanisani wanaoitumia Kiebrania waliita ni lugha takatifu, lugha ya Kiebrania. Lugha hii ambayo ni ya Kiebrania kwa sasa hivi ndiyo lugha ya Israeli. Jamani, Bwana sifiwe. Kwa Biblia ya kwanza iliandikwa kwa lugha ya Kiebrania na kwa Kiaramu kwa uchache sana, ambao hata Yesu alipoingia duniani alikuwa alizungumza Kiaramu kwa upande mwingine. Kama ukiangalia kama Marko 5:41 utaona pale Yesu alizungumza Kiaramu, pale alizungumza Kiaramu. Na ukiangalia katika Marko hiyo 15:43 utaona alizungumza Kiaramu. Kuna maneno ya Kiaramu pale alizungumza kama Eloi Eloi ya masaba kitani. Hiyo ni lugha ya Kiaramu ambayo Yesu alizungumza. Kwa hiyo Biblia iliandikwa katika nyakati tofauti tofauti. Kila mmoja au kila kitabu unachokiona
kiliandikwa kwa wakati wake. Kila mmoja alikuwa sehemu yake, anajaribu kuandika yale Roho aliyomfunulia. Katika Biblia ya Wakristo wengi wanaamini Biblia kuwa ina vitabu, Biblia ya Agano la Kale kuwa ina vitabu 39, lakini bado kuna wengine kama Waorthodoksi wengi wanaamini kwamba kuna vitabu 46 pamoja na Roman Katoliki wanaamini kama kuna vitabu 46 vingine vilivyoongezwa kama wa Makabayo, Ufunuo wa Ezra. Kuna vitabu vingi vilivyoongezwa ambavyo wanaviamini baadhi ya Waorthodoksi wengi na wa Roman Katoliki. Kwa hiyo kuna vitabu ambavyo viliongezwa, lakini Waprotestanti wengi wanaamini kwamba vitabu vya Biblia la Agano la Kale ni vitabu 39 ambazo hiyo inalingana na Tanaka kabisa ya Wayahudi. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Biblia hii tumesema kwamba imegawanyika katika makundi kulingana na mada. Kwa hiyo tumesema kwamba mwanzo kabisa tumesema Biblia imegawanyika katika makundi mawili makuu. Lakini tukija katika Agano la Kale kuna makundi mengi, imegawanywa katika makundi mengi. Ukiangalia kuna vitabu vya sheria, vya kihistoria, na kuna vitabu vya hekima ambavyo ni vitabu vya mashairi, na kuna vitabu vya unabii. Moja kwa moja tuanze na vitabu vya kihistoria ambavyo vitabu hivi vimo, hata vitabu hivi vya sheria ambavyo ni vitabu vya Musa vinahesabika kama vitabu vya sheria ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Sheria au Kumbukumbu la Torati. Hivyo ni vitabu ambavyo vinahesabika kuwa ni vitabu vya Musa, lakini bado kuna vitabu vingine vya kihistoria ambavyo ni vitabu Yoshua, Waamuzi, Ruthu, Samueli wa kwanza, Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza, Wafalme wa pili, Mambo ya Nyakati, Nyakati wa pili, Ezra, Nehemia pamoja na Esa. Hizo ni vitabu vya kihistoria, na bado kuna vitabu vya mashairi au unaweza kusema vitabu vya hekima. Kuna Ayubu, Zaburi, Methali, Mhubiri pamoja na Wimbo Ulio Bora. Kwa hiyo baada ya hapo tunakwenda katika vitabu vya manabii. Kuna vitabu vya manabii ambao kuna manabii walikuwepo, manabii wadogo. Kuna manabii wadogo pia kuna manabii wakubwa, ambao manabii wakubwa walikuwa wanne, manabii wakubwa wa Israeli. Na hawa vitabu vyao vinapatikana vitabu 5 kulingana na kitabu kingine ambacho aliandika Yeremia, vitabu 2. Hapa kuna vitabu vya manabii wakubwa ambayo ni Isaya, Yeremia, Ezekieli pamoja na Danieli, na kitabu kingine cha maombolezo ya Yeremia. Kwa hiyo kuna vitabu vya manabii wadogo ambavyo ni vitabu 12 vya manabii wadogo wa Israeli, ambavyo vitabu hivyo kuna Hosea, Yoeli, Amos, Obadia, Yona, Mika, Nahum, Habakuki, Sefania, Hagai, Zakaria pamoja na Malaki. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hizo ni vitabu vya sehemu ya kwanza ambavyo viliandikwa kabisa kwa lugha kuu, lugha ya Kiebrania. Kwa hiyo viliandikwa kwa lugha ya Kiebrania, vitabu vya kwanza kabisa vilivyoandikwa kabla ya Kristo kuzaliwa duniani. Kwa hiyo baada ya Kristo kuzaliwa au kutoka duniani, kuna vitabu vingine vilivyoandikwa. Kuna vitabu vya Injili ambavyo ni vitabu vya Agano Jipya. Vitabu vya Injili vipo vitabu 4 ambavyo kuna Mathayo, kuna Marko, kuna Luka pamoja na Yohana. Vile vile kuna kitabu cha Matendo ya Mitume ambacho kinahesabika kama kitabu cha historia, maana kilizungumzia mambo walioyafanya mitume. Ukitoka hapo utaenda kwenye nyaraka za Paulo, lakini mimi huko kwenye nyaraka za Paulo sitagusia sana, kwa sababu kuna atakaye
kuja kugusia huko, lakini zingatia hayo kwamba Biblia hii ya Agano Jipya yote iliandikwa kwa lugha ya Kigiriki, kwa sababu wakati huo lugha ya Kigiriki ndiyo iliyokuwa lugha ya ulimwengu, ndio waliokuwa wanaitumia. Hata hizi barua za Paulo au nyaraka zote unazoziona ziliandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Yaani kuanzia kitabu cha Mathayo Mtakatifu mpaka Ufunuo, vitabu hivi vimeandikwa kwa lugha ya Kigiriki. Kania walipokuwa wanaandika, waliandika kawaida, lakini baada ya usomi kuendelea kupanuka, wanaweka hizi nukta tunazoziona mikato, ili watu waweze kuelewa Biblia vizuri. Kwa hiyo Biblia ndiyo maana inaitwa Biblia. Na kuna wengine unakuta wanauliza maswali, sasa Biblia, mnasoma Biblia, mbona ndani ya Biblia hamna neno Biblia? Kwa hiyo sasa ndani yake hamna neno Biblia kwa sababu Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu vitakatifu. Maana yake Biblia hii imekusanywa, kila mmoja aliandika kitabu chake, baadaye wakaja kuikusanya pamoja katika waliokuwa wanatafsiri wakati huo, kwa sababu lugha ya Kigiriki ilikuwa kubwa, iweka katika lugha ya Kigiriki, na ndio maana tunapata neno Biblia. Hilo linatokana na lugha ya Kigiriki. Asanteni sana kunisikiliza.